Kamanda wa jeshi la Iran anasema jeshi la Iran bado halijaonesha uwezo wake kamili. Majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yamebadili mwelekeo wa kimkakati kutoka kwenye ulinzi pekee na kuelekea kwenye mafundisho ya kijeshi ya mashambulizi, offensive military doctrine, huko operations za kutangulia kumzuia adui, primitive operations, zikiwa sasa mezani. Hali ni kwa mujibu wa Brigadier General Ahmad Reza Podastan, mkuu wa kituo cha mafunzo ya kimkakati cha jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Onyo hilo linaashiria kuwa Iran bado haijatumia sehemu kubwa ya uwezo wake wa kijeshi katika uwanja wa mapambano. Brigadier General Podastan amesema hayo katika mahojiano na shirika la habari la Fars siku ya Jumanne, akitoa tathmini ya msimamo wa kijeshi wa Iran na mabadiliko ya usawa wa nguvu katika kanda ya Asia Magharibi. Amesema kama italazimu, jeshi la Iran linaweza kumshangaza adui vibaya kupitia operesheni za kutanguliza kumzuia adui katika nyanja ambazo hazijui. Kamanda huyo amesisitiza kuwa majeshi ya Iran yapo kwenye utayarifu wa hali ya juu na bado hayajaonesha uwezo wao wote. Majeshi bado hayajatumia sehemu kubwa ya uwezo wao, amesema Brigadier General Podastan, akiongeza kuwa adui anajua vyema kuwa makosa yoyote ya mahesabu yatajibiwa kwa hatua zitakazovuka mipaka na lango bahari la Hormuz. Akiashiria utendaji wa Iran katika vita vya hivi karibuni vya siku 12 na siku 40, General Podastan amesema Jamhuri ya Kiislamu na muhimili wa Mukawama umefanikiwa katika vita visivyo na usawa dhidi ya muungano wa Mayahudi Magharibi na Waarabu unaoongozwa na Marekani. Ametaja ombi la adui la kusitisha mapigano kama ishara kuu ya ushindi. Katika historia ya vita, upande unaoomba kusitisha mapigano daima ni ule unaoelekea kushindwa, amesema Podastan, akielezea matamshi ya hivi karibuni ya Marekani kama ishara ya kukata tamaa badala ya kuwa kielelezo cha nguvu. Akizungumzia hali tete nchini Lebanon, jenerali huyo wa jeshi la Iran amethibitisha kuwa Jamhuri ya Kiislamu iko tayari kuwalinda wananchi wa Lebanon. Amesema kuwa majeshi ya Iran imekaribia mara kadhaa kuingia vitani na utawala wa Israeli katika mwezi uliopita. Kwa mujibu wa kamanda huyo, vitisho vya Iran vililazimisha Marekani kuishinikiza Israeli kusitisha uchokozi wake kusini mwa Lebanon ili kuzuia mzozo mpana zaidi. Vilevile, balozi na mwakilishi wa kudumu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Umoja wa Mataifa amelaani uhalifu mbaya uliofanywa na Marekani kwenye shule msingi ya Shajari Taibi ya Minab nchini Iran wakati wa mashambulio ya Marekani na utawala wa Kizayuni wa Israeli dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu, na kutoa wito kwa wahusika wote, wapangaji na viongozi kuwajibishwa kikamilifu, akisisitiza kwamba kumbukumbu ya watoto wa Minab inahitajika haki, uwajibikaji na utekelezaji, si kukaa kimya. Amir Said Iravan amesema hayo kwenye mkutano wa kila mwaka wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu watoto na migogoro ya silaha uliofanyika kupitia ripoti ya Katibu Mkuu ya 2025. Amesema ripoti hii haionyeshi vya kutosha athari mbaya kwa binadamu za uchokozi wa siku 12 wa Israeli dhidi ya Iran mnamo Juni 2025, haswa athari zake mbaya kwa watoto, kwani watoto 47 wa Iran waliuawa shahidi wakati wa uchokozi huo. Balozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Umoja wa Mataifa amesisitiza kwamba hatuwezi kujadili ulinzi wa watoto bila kushughulikia mojawapo ya uhalifu mkubwa zaidi wa kivita uliofanywa na Marekani na utawala wa Israeli dhidi ya watoto wa Iran. Iravan amesisitiza kuwa Marekani na jeshi la Israeli kwa maksudi zililenga raia na miundombinu ya kiraia katika uchokozi wa hivi karibuni dhidi ya Iran. Katika uvamizi huo, shule nyingi na taasisi nyingine za elimu pamoja na maeneo mengine ya kiraia yalishambuliwa kwa mabomu na kuharibiwa au kusababisha madhara makubwa. Katika mashambulizi hayo, watoto 220 waliuawa shahidi, wakiwemo watoto 17 waliokuwa na chini ya umri wa miaka 5. Vilevile, Seneti ya Marekani imepiga kura ya kuidhinisha azimio la kuondoa wanajeshi wa Marekani kwenye vita na Iran, kwenye hatua ambayo imetajwa na wachambuzi wa mambo kuwa ni kielelezo cha pigo la kisiasa kwa Rais Donald Trump. Azimio hilo limepitishwa kwa wingi wa kura 50 dhidi ya 48, lakini kutokana na sheria za Congress, rais hatahitaji hata kutumia kura yake ya turufu dhidi yake. Hata hivyo, kura hii ni pigo kwa Trump kwenye kipindi hiki ambapo Marekani ipo katikati ya mazungumzo na Iran, huku chama chake kikiwa na wingi katika Baraza la Wawakilishi na Seneti. Azimio hilo linamtaka rais wa nchi kuomba idhini ya Congress kabla ya kutumia nguvu za kijeshi dhidi ya Iran. Kura hii ya Seneti ya Marekani inafuatia idhini ya Baraza la Wawakilishi kwa hatua hiyo hiyo mapema mwezi huu. Ingawa azimio hilo halina nguvu ya kiutekelezaji na halihitaji sahihi ya rais, lakini kupitishwa kwake kunawakilisha msimamo rasmi wa upinzani wa mabunge mawili ya Marekani
dhidi ya uchokozi wa nchi hiyo nchini Iran. Mnamo Aprili 7, Trump alilazimika kutangaza usitishaji mapigano katika uchokozi wa karibuni wa Marekani na Israeli dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Vile vile, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesisitiza kwamba shirika la kijeshi la nchi za Magharibi NATO na nchi wanachama wake zikiwemo Italia, Romania, ambazo katibu mkuu wa NATO amekiri waziwazi nafasi yao katika kutekeleza mashambulizi haramu na ya kihalifu dhidi ya Iran, zinapaswa kuwajibishwa kwa aina yoyote ya ushirikiano katika uhalifu uliofanywa na Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Ismail Bagei ameashiria kauli ya katibu mkuu wa NATO kwenye mahojiano na Fox News kuhusu nafasi ya NATO katika kuunga mkono mashambulizi ya kijeshi ya Marekani na utawala kizayuni dhidi ya Iran, pamoja na kuitaja Italia na Romania kama nchi mbili zilizotoa msaada mkubwa katika operesheni za kijeshi za Marekani dhidi ya Iran, na kuandika kwenye mtandao wa X, kukiri wazi katibu mkuu wa NATO kuhusu ushirikiano na Marekani pamoja na utawala wa kizayuni katika kutekeleza shambulio la kivamizi dhidi ya Iran ni kukiri ushiriki wa moja kwa moja wa shirika hilo katika kutenda uvamizi wa kijeshi dhidi ya nchi huru wanachama wa Umoja wa Mataifa. Uvamizi huo umekuwa ukiukwaji mkubwa wa kanuni za lazima za sheria za kimataifa na misingi ya hati ya Umoja wa Mataifa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ameeleza kuwa NATO na kila nchi wanachama wake walioshiriki kwenye kufanya maamuzi haya lazima iwajibike kwa matokeo yote yaliyotokana na vita hivi vya kivamizi. Bwana Bagei amesema katibu mkuu wa NATO amezitaja waziwazi Italia na Romania kwa nchi zilizoshirikiana katika kutekeleza uvamizi wa kijeshi wa Marekani dhidi ya Iran. Nchi hizi mbili pamoja na nchi nyingine yoyote ya Ulaya iliyosaidia uvamizi huo wa kijeshi wa Marekani na utawala wa kizayuni dhidi ya Iran zinapaswa kutoa maelezo kwa wananchi wao na kwa dunia nzima kuhusu sababu zilizofanya kuamua kushirikiana na uvamizi dhidi ya Iran na kwa nini walishiriki katika kutenda uhalifu mkubwa na wa kutisha dhidi ya wananchi wa Iran. Vilevile, Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesema kuwa Imamu Hussein ametufundisha kusimama dhidi ya dhuluma, vishawishi vya madaraka na tamaa ya maslahi binafsi. Rais Masoud Pezeshkian amesema hayo kwenye andiko lake kwenye mtandao wa kijamii wa mnasaba wa maadhimisho ya siku ya Ashura Imamu Hussein, na kubainisha kwamba ama baad, dunia ni kana kwamba haijawahi kuwepo kabisa na ahera ni kana kwamba imekuwepo daima. Pezeshkian aliongeza, Imamu Hussein ametufundisha kusimama dhidi ya dhuluma, vishawishi vya madaraka na tamaa ya maslahi binafsi. Inawezekana kutoa uhai, lakini si heshima ya uhuru na utu. Inawezekana kubaki peke yako, lakini si kuacha ukweli. Tusitende dhuluma, tusikubali dhuluma na tusinyamaze mbele yake. Mwisho wa kumnukuu. Shukran kwa Baba wa Kivita.